Reason kwa nini watu wanasema wanayoyasema mitaani au watu wanakufanyia wanachokufanyia, because mioyoni mwao wanataka wakuonyeshe wewe hustahili. Si ndio? Kwa sababu kwa nini unaona watu wanakukumbusha makosa yako ya shuleni, ili sasa hivi hii boldness yako ipigwe. Kinachotafuta hapo ni kupigwa tu boldness yako. Huyu ni malaya, huyu dada malaya, huwezi kuana. Wanatafuta nini? Boldness, ili useme hivi sistahili. So they will keep on speaking something in your mind until you accept it. Utajikuta ni kama unaelewa wanachokisema. Kwa kuna namna unaanza kujiuliza, fulani anaonaje, fulani anaona. Maana nini? That word inaanza kupata weight ndani ya moyo wako. Unaangalia weight kwenye mioyo ya watu ikoje. Dhambi inakuondoa kutokustahili kupokea kutoka kwa Mungu. Ndicho kilichomkuta mwana mpotevu, alijidogosha, aliona hafai kupokea. Kwa hiyo tunaweza tukakutamkia neno linalosikiwa. Biblia inasema hivi, halikuwa faa wao kwa kuwa walikuchanganyika na imani, kwa hiyo akasema hawataingia kwenye raha yangu. Sio kwa sababu walikuwa na makosa, anasema kwa sababu tu walikuchanganyika na imani. Kwa nini hawakuwa na imani? Walikuwa moyoni mwao na mashaka. Kwa nini wana mashaka? Kwa sababu hawako sawa na Mungu. Kwa nini hawako sawa na Mungu? Hawajasamehe ndugu zao. Kwa hiyo the killer of faith, number one killer of faith, unforgiveness. Neno limetamkwa kwao. Pastor amesema hivi, wiki kabla haijaisha, you will sell big. Alisikia lakini hajaona. Kwa nini hajaona? Moyoni mwake amestruggle kuamini. Kwa nini? Anaona kama kuna namna mimi hili neno halitakaa. But kama ndani ya moyo wake hana kitu chochote kilichokaa ndani ya moyo, mwe na uhakika huyu ndugu atamsikia Mungu, atamuona Mungu, alafu atashika Mungu alichomwambia. Ndio maana unamuona yule Farisayo na mtoza ushuru. Yesu anaangalia wao watu wawili. Farisayo sasa, mimi natoa fungu la 10, najiona niko sawa na natubu kila saa na sawa. Mwenye dhambi anasema, Baba, mimi sistahili, lakini najua. Anasema hawa wawili, mmoja aliyeondoka amejibiwa ni huyu mwenye dhambi. God is not giving us a license to sin hapa. No, Mungu anachotufanya hapa ni kwamba kuziondoa qualification na standards zetu za kibinadamu ili tubaki kwenye utoshelevu wake. Yaani najaribu kusema hivi, neno lake linaweza kuliko mambo yako. So Mungu anasema hivi, nyie sameaneni tu, mkimalizana huko chini, John leteni pledge yoyote mnaotaka. I can do it. So kwa kifupi, your God can do anything. Anayemwekea limit ni wewe. Mama yake Yesu alipoambiwa na Yesu, mama, tuna nini mimi na wewe? Manake nini? Hatustahili, mimi na wewe hatuna issue. Mama yake akamwambia hivi, sikiliza, kutokuwa na issue mimi na wewe hakunihusu. Lolote utakalosema tutafanya. Yesu akasema, jazeni mabarasi maji. Mama hakuwaza tena hatuna. Ile nini tuna nini mimi na wewe, manake kwamba hatustahili. Tuna nini mimi na wewe, manake sisi tuna makosa au hatufai. Tuna nini mimi na wewe, manake sisi hatutoshi. Lakini lolote atakalowaambia fanyeni. Manake nini? This is beyond how we feel. Uwezo wa kumwendea Mungu beyond your feelings, beyond what you see happening, beyond what people say against you.